Baba, katika jina la Yesu, nimekuja mbele yako siku ya leo Baba, nikikuomba mwelekeo kutoka kwako. Jina lako Kristo litukuzwe, na jiashiria kwako Mwenyezi Mungu, unitumie vile ilivyo ama kama hivi mapenzi yako. I'm just a vessel, nitumie Mwenyezi Mungu ama speaker, niseme tu mapenzi yako Baba, lakini sio mapenzi yangu. Bariki mwenye kunisikiza, na bariki huyu Mwenyezi Mungu ambaye anasikia yako chini sana, muinue, na jina lako Kristo litukuzwe, na kuomba uingie katika hizi nyumba zote ambayo hii video inafunguliwa ama imefunguliwa Baba. Nikianza kunena Mwenyezi Mungu, guza huyu na huyu na huyu na huyu, continent zote za dunia Baba, na wabarikisha wote kwako Mwenyezi Mungu, na ninaomba kibali yako katika maisha yao Mwenyezi Mungu. Tembea kwa nyumba hizi, kwa wale ambao wameokoka na wale hawajaokoka. I surrender myself to you. Tumia ulimi wangu kama ilivyo mapenzi yako. Ujumbe nipe. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. My brother and sister, hii ni siku ingine njema. Ninao mawili matatu ambayo Kristo ameniwezesha ama amenifikishia. Nianze na hii note. Usiku wa leo Kristo amenenenea mambo mawili. Na hii ilikuwa ni one vision but sprinted, ikawa na ni mbili. Na Kristo akiwa ananinenea, alikuwa ananielezea kuna watu ambao katika maisha yetu huwa wanatudhulumu ama wanatufanyia mambo ambayo hatujaweza kuashiria, ili at least flow kati yetu na Mungu iwe sawa. Now hapa si katikati yako na yule ambaye amekukosea, lakini ni katikati yako na yule Mungu ambaye amekuumba. Well, nikisema hii inamaanisha nini? Katika hii maono kuna babangu mdogo, tukiwa wadogo, babangu alikuwa na uwezo wa kununua mashamba. Kuna shamba fulani alinunua sehemu tunaita Gilgil, escarpment za Gilgil, na akaliandika jina la babangu mdogo, na ikawa ni agreement between my father na yeye na wakili fulani, nikikufa, maana hili shamba nilikuwa ninakupea ukalikataa, utalipatia watoto wangu na utafanya transfer mpaka Rombo, kila kitu upatie watoto wangu in case nikikufa mbele. Ilikuwa ni shamba ya 46 acres. Now wakati babangu alikufa, yeye ndiye alitangulia kukufa kabla huyu babangu mdogo. Na katika siku ama wakati wa maombolezi, tukiwa katika ile hali ya kulia, yule mtoto na babake mdogo, mtoto mkubwa, the first son yenyewe, na babake ambaye ni babangu mdogo, wakati tunahusunika na tukiwa katika ile hali ya tumemzika babangu wiki mbili wiki tatu, na hao wakaenda kwa ministry wakasema shamba ni yao, na wakasema title ilishomekea kwa nyumba. Na ni kweli, maana wakati mmoja wakiwa mahali wanaishi kulishomeka nyumba, na wakasema na ilipofuatiliwa walikuwa na ile barua ya chief, maana ile boma yao ilikuwa imeshomeka miaka hapo mbele. Sasa juu title ilikuwa imeandikwa jina la baba, lakini ikawa na document ya agreement, nikiondoka mbele wewe utapea watoto wangu ili shamba, in case ukiondoka itakuwa ni free, yule atabaki nitachukua hii title na tutafanya transfer ili shamba ibaki kwa watoto wangu. Lakini kwa bahati mbaya babangu akaaga kwanza. Sasa huyu jamaa ndio sisi ndio tuko na title, in fact tuko nayo mpaka wa leo. Na hiyo shamba tumejaribu kuweka caveat mara 2-3 ikitolewa na mmoja wa sister wangu ambao hatekiwe wengine mazuri. Ninasemaga hivyo na sababu ya kuongea na kuongea out kuhusu my sister yule ambaye ama my brother ambaye hakai vizuri. Na huwa ninaongea
juu hata mkimfuatilia mumuulize hiyo maswali inakuwa ni ukweli. Maana sisi tukiweka caveat yeye ndiye alikuwa anaondoa alikuwa mbunge. Sasa ili shamba lilishukuriwa na hao vijana, na baada ya muda babao akawagawia na kisha wakatunyang'anya. Sasa in many occasions huwa tunapatana na wao, maybe tumeenda mazishi, maybe kumekufa watu kwao, na most of the time sio juu ya harusi, ni juu ya mazishi. Juu sometimes ikifika ni wakati wa harusi, watu wengi siku hizi hawapendelei, na si kupenda, ni vile hakuna pesa. Sasa most of the time huwa tunakutana kwa sherehe za harusi, mazishi. Na ninakumbuka safari 2-3 tukiwa tumekutana na huyu ndugu, maana hata huyu baba alikufa, alikufa hata baada ya after kugawia wao watoto shamba. Maana hii shamba ilikuwa na laana ya baba, ya shushu. Maana alipewa akakataa, na akaelezewa na shushu, hii shamba umepewa na huyu mzee umeikataa, itakuwa ni laana wakati nikiwa nimekufa, ama usiingize mguu yako huko ama uingize watoto wako, itakuwa ni laana. Well, wakati babangu alikufa na kisha wakagawa ile shamba, after huyo baba naye akakufa, na kisha mama huyo ambaye ni muite auntie anaye wakakufa. Sasa wale vijana juu walikuwa wamegawiwa, maybe wa kwanza kuuza, ama ikawa baba huyo amekufa juu ya ile laana, na ikawa mtoto mwingine kwa hiyo nyumba amekufa baada ya kuuza hii shamba. Na maanisha hii, Kristo alipokuwa ananinenea akaniambia, maishani mwako, in you know very well, hile jambo halikupendezi la kunyang'anywa shamba na hiyo familia, na most of the time huwa unajaribu kuwahepa wakati mmepatana na wao. In fact, niseme wakati nilikuwa nalisha kondoo, ama kwa babangu mdogo alikuwa ni huyu, lakini leo hata nikifunga safari niende Nakuru na hao ni watu wetu, ni vigumu sana niwatafute tusemezane juu ya lile jambo. Sasa Kristo akawa ananinenea leo, akaniambia hili jambo katika moyo wako halijawahi toka. Unaweza sema uko sawa, lakini linakuzuia mambo tofauti ama baraka ya aina fulani. Maana hao walikunyang'anya shamba ndio, lakini wewe unasikiaga vibaya juu ilikuwa ni right yenu mpewe ile shamba. Sasa Kristo alikuwa ananielezea, wewe uko na haki ndio ya kutokuwa umefurahi kwa sababu yao. Wewe uko na haki ndio ya kutokuwa hutaki hata mkutane, hata mkikutana tu mnasalimiana hutaki. Maana most of the time tukikutana na hao lazima lile jambo litokee. Sasa huwa sipendi hilo jambo tukiliongea, na huwa linaniumiza moyoni sana. Huwa wakati tunakutana na hao nasikiaga vibaya. Ijapokuwa naambianga Mungu niwezeshe tu washana na hao. Sasa inanishukua niseme sawa hilo jambo na ashana nalo, lakini moyoni ninasikia niko na uzito. Sasa Kristo alikuwa ananinenea kuhusu huu uzito. Sasa akaniambia, do you know, wewe nyenyewe shamba mlinyang'anywa, nakubali hiyo, na walifanya ABCD, na wewe unasikiaga vibaya moyoni. You might think that hiyo kitu haikusubui ama haikuumizi, lakini inakataza relationship yangu na wewe hiyo mzuri. Sasa nikamuuliza, what am I supposed to do? You are supposed to reconcile, na ushukue hii kama makosa ni yako, muongee na wao, alafu msalimiane. Hata kama hao hawatakubali hilo jambo juu utaenda kuelezea tuelewane, you know, in case tukienda hata kotini tuwe na kesi na tuashide, itakuwa ni sawa, Mungu atakuwa upande wetu. Lakini for now, kwa sababu hatujaenda kotini na hakuna jambo lolote tumefanya, na ninasikiaga hiyo inaniumiza moyoni. Sasa Kristo akanielezea, ni lazima watu wengine mkae chini muongee na wao, msikie na fashion, na mkuje to a point ya kuongea kwa kirefu. Mkianza kuongea mtarukiana, na baada ya kuvumilia mkiwa pamoja mtakuwa na suluhisho. Hatujawahi jaribu hiyo, maana tunaonaga wao walitumia ile njia, walitumia sio haki, na wengine tumekuwa tukihubiri na wao, wengine ni wahubiri kwao katika hiyo nyumba. Sasa hapa ni mhubiri na mimi ni mhubiri, yule ameokoka nimeokoka, lakini hatuelewani kuhusu hili jambo. Sasa nikauliza Kristo, what do you like me? Ungependa nifanye nini? Akaniambia ningehitaji mahali mtakutana mkae muongee hili jambo kwa kirefu, muelewane, itakuwa na suluhisho. Sasa ili suluhisho
kulingana na mimi ninaona Mungu anajua vyema kushinda mimi. Lakini kulingana na mimi naona hata hii shamba wamegawa mpaka wameuza, na yenyewe ile title ilikuwa imeandikwa baba yao, ni vile baba wao alikuwa wana agreement wa atupe na abadilishe atupe. Lakini watoto na baba wakaona vizuri watunyang'anye. Hiyo haijawahi toka kwa moyo wangu. Sasa naye Kristo ananielezea ili hili jambo litoke, lazima kuwe na reconciliation. Well, nikamuuliza the meaning of this message ni nini? Akaniambia, nimekupa platform. Hili jambo ningelipenda uliongee na uelezee watu wengi ambao wako na grudge. Wengine mlizaliwa na wao. You know, kuna kama my brother mmoja ambaye ako mbele yangu. Nikiwa mdogo alikuwa ananitusi, ananiambia, "Wewe kazi yako ni kufungua mapua tu, haujui kitu kingine." Tukikosana na yeye alikuwa ananipiga sana. Juu nilikuwa mdogo, alikuwa ananipiga sana. Sasa mpaka siku moja ikanibidi alinipiga na akaona amefaulu, na mimi nikatafuta hii kuni mzuri ya kama futi 3, sitako bito kwa Kikuyu. Ile ya futi kama 3. Nikamtime akiwa amesimama, nikamgonga moja ya miguu yote mbili akiwa amesimama, ikafura instant kama inchi moja. Babangu alipomwangalia akaona, akamuuliza, "Ni nani amefanya hivyo?" Akasema, "Si ni huyu." Sasa nilipigwa na dadi, na vita yetu na huyo ndugu kutoka siku hiyo ikaisha. Hakuniwa ananipiga tena. Sasa it is not good to revenge. Lakini kuna watu ambao mko na wao maishani. Huyu mtu najua alikutendea kitu fulani, na yenyewe ukimsikia unasikiaka moyo wako hauna furaha. Do you know, because ya kutaka ili ufit vizuri katika wokovu, ili ufit katika viatu ambao Kristo amekupea, anakuhitaji uende ureconcile na huyo mtu hata kama yeye ndiye amekukosea. I agree. Maana mtu mwingine atakunyang'anya kitu na akunyang'anya tu kimadharau. Na especially hizi mashamba mnaona zinauzwa hapa. Watu wanauzia mashamba, anauzia huyu. Alafu inakuwa hizi mashamba zote hizi sijui nini mashamba inauzwa huku na huko. Alafu finally mnakuja kustukia ilikuwa ni uongo, ni kunyang'anywa, mnanyang'anywa. Sasa hapa ndio Kristo ananielezea. Ukijua umenyang'anywa na umeokoka, badala ya kufanya kazi mingi ya kwenda nini, patia Mungu mzigo. Alafu ujaribu ongee na huyo, muelewane hata kama yeye amekunyang'anya, ili ufiti katika wokovu. Na hasa ninaongelesha wale ambao wanahitaji kuingia mbinguni. Hiyo ilikuwa ni ya kwanza. Na Mwenyezi Mungu wakati alikuwa ananionyesha hii maono, alifunga njia zote. You know, alifunga njia zote. Ni kama vile tuingie kwa mahali moja kuko na perimeter wall moja kubwa. Ni kama sasa uingie State House, alafu uashiriwe State House ikiwa imefungwa gate zote, uelezewe utoke. Hakuna mahali utatokea unless utokee kwa gate, upewe ruhusa utoke. Naye Mwenyezi Mungu alifunga njia zote, ikanibidi lazima nipitie mahali hao ndugu zangu wako. Maana baba na mama wao wamekufa, wamebaki watoto. Ili nibidi lazima nipite pale. Naye Kristo akawa ananiambia hata ukifanya huwaoni, lazima uongee nao ili hili jambo liishe. Haniambii liishe ama niongee nao ili iwe fiti ama niwapatie go ahead niwaelezee walifanya mzuri ili relationship yangu na Mungu iwe sawa. Hii unaongeleshwa kwa sababu ya relationship yako na Mungu. Huyo alikuwa wa kwanza. Na katika hii maono, wakati mmoja hapa na nimesema kwa video fulani, wakati ninataka kwenda kupeleka mahali kwa kina bibi yangu, ili nibidi lazima uende, huwa inabidi Kimkikuyu. Lazima uende kwa anko, uende uwapelekee blanketi. Inaitwa kwa blanketi na kafuti. Kafuti ni hiyo jacket mrefu ile ya inavaliwa na wazee wakati wa baridi. Lazima umpelekee ili akuruhusu na wewe uende ukapeleke mahali. Nilipoenda kupeleka kwa anko wangu, juu wawili walikuwa wamebaki. And already mmoja sasa ndiye amebaki. Na huyu ndiye tukaa na shida na yeye. Nikaenda kwa anko mkubwa, nikapeleka ile kitu nilikuwa napeleka. Alafu sasa ikanibidi huyu anko mdogo hakuwako, nikaingia kwake. Wakati unaenda kwa kule, lazima hiyo shodo umeenda naye, tulikuwa na bibi yangu, iwekwe kitu kingine ndani mkirudi. Alinipea zile avocado zimeoza. Sasa nikaona katika hii maono Mwenyezi Mungu ananielezea, lazima muende muongee na huyu. Hata kama alikupatia avocado na ukajua anakupea kimadharau, zile zimeoza, zilikuja zikinuka kwa gari. Unasikiaga moyoni, yenyewe wewe ulitoa pesa yako ili uende uombe ile kafuti, upeleke kafuti ili ufunguliwe uende ukapeleka mahali. Naye akawa ni yule mwenye wivu ya ndani, mama mwenye wivu ya ndani. Sasa anasikia vibaya juu anaona nimebarikiwa, naenda kupeleka mahali kwa kina bibi yangu, na yeye hako na watoto.
hata kama si wakubwa kama mimi, ako na watoto wengine ni wakubwa hata kunishida, lakini ako na vijana ambao hawajapeleka mahali. I don't know kama wamepeleka, kama hawajapeleka, lakini anaona nimebarikiwa kushinda watoto wake, akawa na ile wivu. Yule mama akawa na ile wivu. Sasa alinipea hizo avocado na ikaniudhi, nikijua ni nini nimefanya, nimenunua nini, nimepeleka kwake, alafu ananifanyia namna hii. Sikupenda, maana yeye ni mkubwa. Naye Kristo ananifungia njia zote, ananiambia lazima mtokee kwa hii boma, mtokee hapa, na ni lazima uongee kwa hii nyumba, lazima muelewane kuhusu hilo jambo. Yeye ndiye alikutendea ndio, lakini kwa sababu ya wema wa kufiti katika salvation, lazima uongee na yeye. Brethren, let me say this. Na tuelewane hapa. Sasa nimeanza kuruka. Hilo limeisha. Hili ni lingine nataka kukuletea hapa. Kuna watu wanataka kufiti katika ufalme wa Mungu. Kuna watu wanataka watumiwe na Mwenyezi Mungu. Na kuna watu wanataka standard yao ya wokovu ipande. Lakini sikia hii. The moment wewe kama bibi na bwana mnaanza kusikia the power of sex, ama that libido of sex inaanza kurudi chini, na nyinyi nyote mumeokoka, naongea kwa wale wameokoka, unasikia ulikuwa mzuri sana, na niongee hivi juu hata kama ni watoto, hata nao wasikie, hakuna shida juu atakuwa wazima. The moment unasikia katika maisha yako, unasikia the issue na sex umeanza kurudi chini. Maybe mlikuwa mnaonana mara 3 kwa wiki, saa hii mmeanza kuonana mara 1 kwa wiki, na ni kama unasikia upendi. If you are saved na umeokoka, the reason why unasikia libido yako inaanza kurudi chini, na inarudi kwa pamoja mkiwa wawili, haiendi upande moja. Kwa wale ambao wako na Kristo ndani yao, na Kristo anataka kuwatumia, na Kristo anataka awainue hiyo level nyingine, most of the time anafanya issue na sex, life na sex inaanza kudecrease, inaanza kurudi chini. Sasa utasikia mtu alikuwa anaonana na bibi yake, mnaonana kama mara 3 kwa wiki, inaenda hivi mnasikia mpaka mara 1 kwa wiki inawashida, unaenda hivi mpaka wiki 2 hamtaki, na yenyewe mko hapo, lakini unasikia tu hutaki. If you are saved na unasikia kitu hiyo inapitia kwako ama inapita kwako, don't start blame game to your husband or to your wife. Kama imeanza kurudi chini na nyinyi wote mmeokoka, ni sign ya kuonyeshana umungu ambao unainuka ndani yenu, brethren. Na ninaongea na nyinyi ambao mnataka kuguza the uttermost place of God is. Ukiangalia katika hekalo lile la Samadi lililojengwa na Solomon, kuna ile pazia mwenye kwenda kufanya sacrifice pale, ama kufanya kazi fulani ya kimungu pale, kuhani alikuwa anafungwa na mkaba kwa mguu, ili akiingia mahali pale ndani akufie pale, watamvuta, maana hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kuingia hapo isipokuwa huyo. Sasa kuna ile uvumba ilikuwa inaakishwa, uvumba hivi inawekwa kwa ile pasia, inayeyuka, alafu anaingia. If you want Mwenyezi Mungu wakati anakuongoza ili aweze kukuingiza the uttermost place of his will and holiness, kuna mambo anaanza kuondoa kwa maisha yako. Na hili ni jambo moja. Ukiona sign kama hiyo, na wewe umeokoka, bwanako ameokoka, mnakaa kwa wokovu, even if mnaweza kuwa hata wewe bibi ndio umeokoka, bwana hajaokoka, lakini hii kitu inarudi chini. Unaweza kuwa bwana ni wewe umekaa vizuri kwa wokovu, bwana bibi hajakaa vizuri, unaanza kusikia libido hiyo inaanza kushuka chini. Unashindwa, nilikuwa ninaenda mara 3 ama mara 4 kwa wiki, sasa imeanza kupunguka, ninaenda mara 2 kwa wiki. Imeendelea namna hiyo, baada ya muda unasikia sasa inakuja mpaka mara 1 kwa wiki. Inaenda namna hiyo, unapata ni mara 2 kwa mwezi. Do you know what the Lord is doing to your life? Anajaribu kukuondolea ile mambo ambayo inaona inasababisha. Sex is not bad to those who are married. It is okay. Imeruhusiwa na ni sawa. Lakini ukiona Mwenyezi Mungu anaanza kuiondoa polepole, wacha hali ya kutumia madawa, sijui mnaita pill, inaitwa blue pill, no, inaitwa blue something, Viagra, sijui Viagra, something like that, kitu kama hiyo. Wacha kusumbuka ukitumia hizo dawa, mara unakula hii, ati nakula hii, bibi naye anafanya hii, mara wengine wanaingia mpaka wameanza kuangalia picha za vono ili standard yao ya sex irudi juu. Kama inarudishwa chini mkiwa wawili, ujue Mwenyezi Mungu anaingilia, maana anawapenda na anataka awapeleke hiyo hatua nyingine. Maana tumeongea na watu hapa, ninawaambia utakatifu unahitajika. Na utakatifu ukiwa unahitajika, kuna mambo ambayo unaruhusiwa, unaagizwa, ama inakuhitaji Roho Mtakatifu
anahitaji yaishe ndani yako. And for example kama hii, kuna watu ninaona wamama, unaona mtu ameokoka vizuri na akiwa amesimama mbele yako anafaa nguo ingine hapa imefunguka, anakuonyesha hapa katikati ya matiti. Kudress si baya, lakini fikiria wakati umepatana na mtu young ambaye hajaoa na hali ya seksi na nini. Sasa wakati umewasha hii nafasi yako ya katikati hapa, matiti yako inakuwa inaonekana laini, umezitoa nje. It is not a sin. But ukiangalia kwa wale ambao wanakuona na wale wana role model, wewe ni nani kwao, inalete unclean picture, inalete unholy picture. You know, why do I say this? Kuna mambo ambayo inahitajika. Kama mimi ni mhubiri, kuna roho nyingine nitafaa, inanibana. Unanibana hivi, unaona miguu yangu vile imekaa, you know, inanibana sana mpaka unaona ikiwa kama sina koti, unaona sehemu yangu ya siri vile imekaa. Hayo mavazi, I don't know. Sijui kwa nini Mwenyezi Mungu ama Kristo akiamua kutokea kwa mwanadamu anakuaga na mavazi ya white ambayo yamefunika mpaka miguu. Unaona mtu amefaa karao nyingine kamemshika, alafu unamuuliza hii ni nani anakutoa juu mpaka kwa miguu pale. Kanakaa ni kama 6 inches hivi. Sasa unashindwa hii. Kuna nguo zingine ambazo zinabana miili yetu kama wanaume hatufai kufaa. Inaonyeshana sehemu yako ya mwili vile magoti vile imekaa. Do you know, sisemi ni dhambi. Lakini nataka uangalie kitu moja. Kwa nini ukikutana na mtu amevaa namna hiyo? Kuna hii kitu tulikuwa tunaita skinny, kalikuwa kanaitwaje? Mitoki. Ilikuwa inaitwa mitoki. Sijui siku hizi inaitwa namna gani. Kuna tu hizo turongo tunavaliwa. Kanashika mwili yote, unaona vile mtu kamembana, alafu unafaa top nyingine haijafika chini ya kiuno. Iko juu kama umefaa mahali long yako imefika. Unaona umefaa katop kamefika hapo. Sasa kamekubana mwili yote. Some dressing does not glorify. Mavazi ingine mnavaa hai glorify Mungu. Na hii inahusu wanaume. Na sipendi kusema hii. Unapata mtu amevaa shati ni kadogo kumshida, hako kashati kamembana, tumbo vile inaonekana, nyuma vile unakaa, alafu ni kafupi. Waist yako hapo, waist unaona ukiwa umesimama vizuri mbele ya watu, ukiwa umesimama umerelax, kuna sehemu ya chini ya tumbo yako inaonekana hapo chini. Maana hako kashati umekafaa ni kadogo kushida wewe. Kama umepitisha miaka, si ukubali. You know, kama umepitisha. Unajua saa zile unatembea hivi na barabara, unasikia mtu mwingine anataka kukuita nyuma yako, anasema, "Wewe mzee." Wewe ukiangalia na miaka yako unaona sio wewe unaitwa, huwezi angalia nyuma. Lakini ukihesabu miaka yako lazima uangalie. Juu mtu kama mimi niko na 50 years, nikisikia mzee, lazima niangalie nyuma. You know, tunaenda hivi. Ona hii. Nimesema hiyo ya sex kurudi chini kwa maisha ya watu ambao wameokoka. Washa kutafutana na dawa. Kristo ndiye anatengeneza maisha yako, maana anataka uende hiyo hatua nyingine. Kuna hapa nimekuwa nikiongea habari ya revival. Na do you know, sisi Mwenyezi Mungu atatumia katika revival. You know, na nikisema hivi, kuna wakati moja katika nchi ya Nadhiki na Waisraeli kukaa na vita, na ikawa lazima hii vita iende ikapiganwa. Kulikuwa na watu wengi, lakini Mwenyezi Mungu akanenea yule mtu ambaye alikuwa anaongoza, akaambia, "Muende kwa mto, yule ambaye atakunywa maji kama umbwa unaweka kando. Yule ambaye ameshikilia silaha yake ya vita anashota maji na mkono hivi anakunywa, unaweka kando." Kati ya hao watu wale ambao walikuwa anatumia mkono kuinua maji na kuweka kwa mdomo, ndio Mwenyezi Mungu alichagua, na walikuwa ni less than quarter ya wale wengine. Akasema hao ndio wataenda vita. Kuna watu ambao Mwenyezi Mungu anataka kufanya hii kazi ya revival naye, ya kuhubiri Injili. Na hawa wanafanyiwa kazi ya ndani, na ni kama hawa ambao wanasababisha. Wengi sasa tumefika wakati ninaangalia kwa mitandao. Watu wengi wamenyamaza kuhusu hii Injili, kuhusu hii wokovu na kuhusu kuongea neno la Mwenyezi Mungu. Maana unaona kuna mlima lori inaweza panda hivi, ikifika katikati inakuwa nguvu ya injini yake haiwezi, inaibidi isimame, iwekwe mawe nyuma ili sasa ianzishe tena. Inakanyagwa mafuta, inaashiriwa crash, inaenda kama futi 3, mkadata anaweka mawe mpaka mlima iishe.
mumefika kiwango, mumesimama na mnashindwa the next step ni gani. Sikia hii. Kuna wakati utaweka wimbo wa worship na unaupenda sana. Huu wimbo ukiweka, ulikuwa unaweka unalia. Unasikia ile worship mpaka machozi inakutoka. Leo hii unajaribu kuiweka, unajaribu kuomba, hausikii kitu. Si makosa. Kuna wakati, angalia katika maandiko, akina Nehemia, akina Isaia, akina Jeremia. Kuna wakati Mwenyezi Mungu angenyamazia nabii kama miezi 6 bila kuongea. Na sio kusema umeondoka, sio kusema umeanguka. Na hii ni ingine. Wakati Kristo anakutayarisha, unaona kuna hiyo wimbo ulikuwa unasikia worship, ukisikia tu unasikia kulia na inakusababisha mbingu ifunguke, unaomba mpaka unatoa machozi. Let me tell you this. Mwenyezi Mungu si wa msisimuko. Mahali uko, Baba, Kristo na Roho Mtakatifu wanakuanga hapo. Uwe wewe ni mwanadhambi, uwe wewe ni nani. Na hata shetani kwingine hajuagi, kwingine shetani hajui. Kuna kitu Mungu atakufanyia shetani asione. Na ujue hiyo ni maandiko. Maana shetani hakuwa ameona Ayubu, isipokuwa ni Mungu hangemjua. Sasa sikia hii. Wakati unasikia huu wimbo ulikuwa unaupenda, unaucheza, unasikia hakuna tofauti. Hiyo sio kumaanisha ati umepungukiwa na Mungu. Ile kitu iko. Hebu niwaulize. Hapa kuna Elijah. Wakatembea na ndugu yake Elisha. Na Elisha akamwambia sikuashi. Walipokuwa anaenda katika hii safari, kuna mahali walienda Elijah akaguza maji, kukawa na barabara wakapitia. Kuguza tu, hakuomba, kuguza tu, ikaondoka. Lakini instruction kutoka kwa Mungu. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hii. Wakati unaomba mpaka unalia ni vizuri, maana machozi yanamguza Mungu. Lakini sikia, mtu tuseme ukinunua gari mzuri, the moment umenunua gari mpya, huwa unapewa mpaka guarantee ya miaka 10 kabla hiyo gari haijakusumbua. So kama wewe umeokoka, linganisha wewe mwenyewe na gari mpya. The moment umekuwa kwa Kristo, wewe ni kiumbe kipya. Uwe unaweza kuomba, uwe unashindwa na maombi, wewe ndani ya Kristo ni kiumbe mpya. So wakati uko na maombi na wakati hauna maombi, wewe bado kwa Kristo ni kiumbe mpya. What do I say? Don't limit yourself na maombi ambayo unaomba, and don't limit yourself na worship ambayo unaiweka. Kristo. Sasa nataka uende hatua moja mbele ya hii. Hata wakati haukuwa kwa worship, wakati hauombi, Mwenyezi Mungu wako upande wako. No, maana hii jambo ambalo unakutana nalo kwa mchana fulani, kwa mchana, alafu unaona linakusubua na linakuja ghafla, unaona halijakufanya kitu na ni kitu kama accident ikuje, alafu unaona limekuondokea. Ninasema ndio tutaamini ni kwa sababu ya maombi ambayo uliyaomba asubuhi. Lakini ujue kando na hayo yote, Mwenyezi Mungu wako na wewe hapo. Kwa hivyo hata kabla hujaomba, hilo jambo anakuondolea. Hii inamaanisha nini? Usijipime na maombi ambayo unaomba, usijipime na machozi unalia. Uwe advance, uende hatua moja mbele. Ujue Mwenyezi Mungu, ukiwa unaomba, ukiwa hauombi, na wewe umekubali kuwa umeokoka, Mwenyezi Mungu wako na wewe hapa kwa hapa. Uwe umelala, hujalala, Kristo anakulinda na anakuwa pamoja na wewe. Sasa ile kitu inakuwaga ya maana ni connection yako na Mwenyezi Mungu iko sawa. Usiwe na flow ambayo inafungwa na kitu kingine. Na flow ni kukaa hivi. Yaani ukiangalia, unajua Biblia inasema wingi wa majaribu unakuondolea dhambi. Majaribu mazito yakija katika maisha yako yanakuondolea dhambi. What does that mean? Inamaanisha Mwenyezi Mungu ambaye yako ndani yako anakuwa more than worship, na anakuwa more than prayers, na anakuwa more than ile mafikirio yako. Maana yeye wakati amekushikia juu, hebu ona kitu kama hii. Sometimes unararanga usiku
na hii ni kitu nimeona kwa watu wengi, unasikia mtu akikwambia nijisikia ni kama kitu imenigonga usiku, ninastuka. Unajua inakuaga ni Kristo anakuguza, Mwenyezi Mungu ndio anakuguza, anakustua. Inakuaga information ya kukuelezea I'm within. Na uangalie na hii ango. Wana Israeli walipokuwa pale, walipokuwa naenda safari, kuna mahali walienda wakajenga kadama. Na Mwenyezi Mungu akiwa juu akawa anaona. Lakini Musa alipokuja akapata vile wamefanya, akakasirika na akaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu alielezea Musa peke yake, hawa watu hawatafika, lakini wao hawakujua. Hawajui uzito wa dhambi ambayo walifanya. Wao hawakujua. Na kama walijua kupitia Musa, maana alikasirika mpaka akaangusha 10 commandments. Lakini yule ambaye alijua huu uzito wote ni Musa. Sasa namaanisha hii, katikati ya Mungu na Musa na Wanaisraeli kulikuwa na pengo fulani katikati ya Musa na Wanaisraeli. Lakini hapa katikati ya Musa na Mungu relationship ilikuwa mzuri. Sasa wakati Musa aliaguza hizi amri 10, hakushukuriwa na Mwenyezi Mungu nini? Alielezewa kwa sababu ya jambo hili nilikuelezea ufanye, itakuwa hivi. Kuna mazao nyumaye, itakuwa hivi. Sasa relationship yako na Mwenyezi Mungu mpaka wakati unasikia hauna raha, inafaa iwe sawa, na sio ni kwa sababu yako, ni kwa sababu ya wewe umepata fifa mbele ya Mwenyezi Mungu. Here I mean this. Kaini and Abel, there were two. Wakaelezana tufanye sacrifice. Sijui hili wazo lilitoka wapi. Maana ndio wa kwanza. Tufanye sacrifice kwa Mungu, tuone ni ya nani itakubalika. Ni kama kushindana. Kaini akaanzia, Abel akamalizia. Kaini alipoona Abel imekubalika, akaamua amue. Sasa nikuulize, maana Mungu hakuwa amenenea Abel watoe sacrifice, ilikuwa ni mashindano yao. Kwa nini Mungu alikubali sacrifice ya Kaini, ya Abel akawashana na ya Kaini juu ya FIFA? Na FIFA ikikuja katika maisha yako, FIFA haikuji kwa maisha yako ati kwa sababu unaomba sana. FIFA haikuji kwa maisha yako ati kwa sababu wewe ni mtu wa worship sana. Hii ni kitu ambayo inawekwa na Mwenyezi Mungu ndani yako na ninakuwa ni FIFA. There is nobody who can anaondoa hiyo. Well, FIFA haikuji ndani yako ati kwa sababu ya vile wewe ni muombaji sana. FIFA haikuji ndani yako ati kwa sababu ni wewe vile una worship sana. FIFA ilikuja ndani yako kwa sababu Mungu amependa. Sasa ile shida na ile kitu ambayo sasa inaweza kuwa inakusumbua ni utake kujua kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama kuna FIFA ya Mwenyezi Mungu ndani yako. Ukishajua kuna FIFA ya Mwenyezi Mungu ndani yako, sasa anza kampeni ya kupanda from one glory to the other. Maana angalia Gideon. Gideon alikuwa tu amefanya kazi zake na alikuwa amepumzika, hakuwa na mambo mingi. Ghafla malaika ndio hawa. Ni wapi Gideon alikuwa ameomba? Hata kama alikuwa ameomba, hakuwa anataraji mambo ya aina hii. Dakika ndio hiyo malaika wakakuja. Hili wazo la kusema ngoja nikutayarishie alafu nikuje, lilitoka wapi? Ni FIFA ya Mwenyezi Mungu. Jacob na brother yake mpaka akitoka kwa tumbo. Unaona Esau ndiye alitoka kwanza, lakini Jacob akawa amemshika kisigino. Hageweza, kuna nyama ilikuwa imewafunganisha. Hii ni FIFA ya kutoka kwa Mungu. Now, kwa wale ambao ni waokovu wakati ambao tunaishi wakati huu, wale ambao wamepata FIFA kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kuna mambo ambayo inasababisha, na ukianza kujipima uone Mwenyezi Mungu anafanya kazi na wewe. Kuna wakati kunafika umeokoka, unajaribu maombi haingii, unajaribu worship haingii, na wewe unanyamaza, unasema nimeanguka ama relationship yangu na Mungu si mzuri. Do you know wasee 24 ndio wanakuanga wanasema mtakatifu mtakatifu throughout. Hizi viumbe vingine mpaka malaika utampata hayuko katika presence ya Mwenyezi Mungu, maybe amepumzika mahali. Kristo hata yeye anakaa wakati anapumzika mahali. Mambo yote inatendeka kwa sababu ya uangalizi. Sio lazima wakati wote uwe ati maombi yako ni dhuru, worship yako ni dhuru, na kila kitu ni dhuru. Kuna ombi utaomba leo, ujifunge kama useme nitafunga kama 40 days.
inakugharimu miaka yako ingine hapa 10 kubarikiwa. Na maanisha nini? Tusijipime na mambo ambayo tunaona physical. Tuigie nao one step ahead ya kuona, ni kujiuliza ni kwa nini Jacob na Esau, kwa nini Jacob, Mwenyezi Mungu aliruhusu Jacob akitoka kwa mwili wakizaliwa kuwe kuna nyama ya Jacob ambayo imefunga kisigino ya Esau. Hiyo swali ujiulize. Alafu ujiulize ni kwa nini kutoka wakati Kristo alizaliwa akakaa mpaka miaka 33 haongei na hahubiri, lakini ni Mungu na hako na kazi. Unajiuliza ni kwa nini? Kila jambo iko na wakati wake. Sasa kumefika wakati wale ambao wameokoka, juu unasikia maombi yako ni kama imepunguka, unasikia kama worship yako ni kama imefunguka, unashindwa na kufunga na kukula, unaona kama imepunguka. Jielewe. Unajua ikifika ni mzee wale for example, kama mahali ninaishi hapa Kayole, kuna vijana wanapiganga watu hapa. Wakikuangalia hivi waone umri yako, huwa hawakuongereshi. Hata kama hawakujui, wanasema huyu ni kama dadi wa Shaneni na you qualify according, una qualify na miaka kutoka kwa wale wa hizi. Wakikuangalia wanaona huyu ni kama dadi, tumsimpige. Wanataka kuataki wale wa age yao. Why? Kwa sababu you qualify kwa maisha kupewa heshima. Na wewe ambaye umeokoka na umekaa vizuri ndani ya wokovu, hata saa zile huombi, you qualify kwa kaa kwa Mungu. Maana Mwenyezi Mungu akisema nimekupea wokovu, anamaanisha. Akisema nimekupea Roho Mtakatifu, anamaanisha. Sasa ile kitu inasababisha, kuna wakati moja mhubiri anaitwa Ben Hines, wakati moja alisema sisi ama yeye ameenda kiwango ya backsliding haiwezi patikana ndani yake. Simple as that. Sasa wakati unasikia maisha kuna kitu fulani ulikuwa unafanya mpaka unafurahia ndani ya wokovu imepungua, unasikia maombi hakuna. Unajua ninarudia hii ili uelewe, maombi hakuna, fasting hakuna, worship hakuna. Sasa inakubidi mpaka saa zile unaenda kulala, unaomba Father who art in heaven, na inaisha alafu unalala. Sio kumaanisha umeanguka. Maana shetani anataka wakati hizi tu yote inasikia kama hakuna, ana whisper kwa moyo wako, anakuambia mtu ambaye hana maombi hafai mbele ya Mungu. Ni sawa, lazima uwe mtu wa maombi. Na angalia hii, Kristo akaenda na wanafunzi, aliwagawa grupu mbili. Ya kwanza mahali, akaenda na hii ya pili mahali pengine, kisha akawasha akaenda ya tatu. Kwa nini aliwagawa mara mbili? Kwa nini hakuwa kwa grupu moja alafu akawa aende mbele hii akaende aombe? Na Kristo wakati anahubiri, wakati ana wanafunzi, anawaambia Petro, do you love me? Unanipenda? Petro akapewa kiwango juu zaidi ya mitume wengine, maana yeye akaelezewa foundation na nini. Hii ni maandiko Google utaona. Kwa nini Mwenyezi Mungu ana separate between mitume wengine na anaweka huyu? Kristo anaongea kuhusu huyu na jia hali ya juu. Na ujue huyu Petro ndiye tu alielezewa na Kristo kabla ya kukukulia utakuwa umenikana mara 3. Huyo tu, na ni huyo tu Mwenyezi Mungu anasema anapendezwa na yeye. Angalia mtu kama Daudi. Mwenyezi Mungu anasema I have seen a man after my own heart. Hebu nikuulize, a man after my own heart alikuwa ni Daudi. Yule ambaye anaangalia bibi ya mtu akioga na anajua ni kazuri yaka, mpaka akaua bwana ili abaki na huyu mama. A man after my own heart. Qualifying being a man after my own heart. You are not judged by the ile mambo inaonekana hapa area. Ni vile wewe ndani yako uko. Maana leo hii tuseme kwa mfano umeenda kuchinja. Unaangalia ile ng'ombe ama ile jogoo unataka kuchinja. Ukiangalia vile iko mzee, unasema hii nikishinjia watoto wangu itanibidi ikae kwa moto muda mrefu ili iive vizuri. Lakini kuna kale utaangalia uone haka ni moto dakika 5 kae kazuri, dakika 10. Hivyo na hivyo. Mtu ambaye amekomaa kiroho anakaa kama hiyo jogoo. Nyama zimekuwa ngumu. Na kuwa ngumu kiroho ni kukamilika kukaa ndani ya Kristo. Mpaka hiyo inafika wakati wa kusema backsliding in me hakuna. Sasa don't judge yourself ati juu umelemewa na maombi sana, juu unashindwa na kufunga, juu unashindwa na kuomba ukilala. Hiyo sio quality ya kujijaji naye. Ile kitu inaweza kusababisha. Unajua kuna watu wengine na wameokoka na wako idhina wako tu.
Huyu jamaa ako na imani nyingine, haombi. Saa zile anaangalia kitu namna hii, anasema ninaikanyagia, haiendi, na haombi. Huyu ni mtu ambaye relationship yake na Mwenyezi Mungu imeenda kiwango. Kama tukihesabu 1 out of 90 ama 1 out of 100, huyu jamaa ambaye anaangalia kitu namna hii anasema hii haiendi, hii nimeikataa, naye ninasimamisha anga ya Kenya, hii nimekataa, na Mwenyezi Mungu anatimiza. Ni mtu ambaye anakaa kama jogoo mzee ile iko na nyama ngumu. Usijipime na mambo ambayo unaona. Ambayo angalia hapa. Kuna mtu tulielezana hapa na ni wetu wewe. Kiasi tuombe ombi la Our Father who art in heaven. Nilikuwa nimemuelezea kitabu. Tuwe tunaomba Our Father, Baba yetu aliye mbinguni mara 9 kwa wakati mmoja. Our Father who art in heaven mara 9 kwa mwezi kwa muda moja, na tunaomba kama mara 3. Kwa hivyo ni 9 times 3 which is 27. Sasa tukiomba asubuhi na yeye tunaomba saa 7 na tunaomba usiku tukilala. Yeye alikuwa Nakuru, mimi niko Nairobi, lakini tukashirikishiana maombi hivi. Huyu tuliomba 90 days. 90 days ni miezi 3. Na tulikuwa tunaombea boma fulani yake. Hiyo baada ya hiyo 90 days tukakaa kama miezi ingine 3 4 bila mabadiliko. Lakini baada ya 90 days, baada ya miezi 3 2, tukaanza kuona mabadiliko imeanza kuinuka katika ile boma. Tulikuwa tunaombea watoto. Sasa maombi ya Our Father who art in heaven ukiangalia ni so simple, lakini without our information or with the information tulidecide kuomba na wakati huo na ikafanya kazi. So kutokuwa na fasting, kutokuwa na worshiping kila siku, unasikia saa zile nimepungukiwa mpaka unasikia aibu kuambia watu wengine huombi. Kusema huombi si kusema umeokoka kama relationship yako na Mwenyezi Mungu iko sawa. Unajua kuna wakati utasikia tu unataka tu kupumzika, huongei. Hebu niwaulize, wakati Kristo alikuwa na wanafunzi kwa mashua, kwa nini alikuwa ameamua kulala tu? Na yeye ni Mungu. Alilala tu. Na akawa amepause. Sijui ilikuwa masaa ngapi na dakika ngapi, alilala tu. Na baada ya kulala, ile wingu likalete ukakuja upepo ambao unasukuma ile boti upande mpaka wanafunzi wakamuita, mwalimu, kwa nini umelala na tunaenda kukufa? Kwa nini alikuwa ameamua kulala? Sasa Kristo alikuwa na mwili kama huu uko naye, alidecide tu kulala. Kwa nini hawa wanafunzi wengine wote hawakuwa wamelala na hao ndio wako na mwili na yeye ndiye Mungu akawa amelala? Kwa sababu kuna wakati utasikia tu Mwenyezi Mungu atakuruhusu tu utulie tu, you become, na unaona kama haujaokoka. Usijipime na wakati umetulia. Know your standard and your stand before Mwenyezi Mungu wakati una maombi ukiwa hauna. Maana mtu mzima kiroho ama mtu mzima mbele ya Mwenyezi Mungu sio mkate tu. Hiyo Kristo akaelezea shetani, sio mkate tu. Sasa kuna wakati utakosa hii na unasikia I'm not okay with this. Ninasikia ni kama siendi. Ninasikia ni kama hii safari si sawa. Ninasikia nimelemewa sana. Unajua wakati umeanza kusikia maombi hauna, na sio kwamba umeanguka, na shetani anataka ana whisper kwa masikio yako. Hii ni standard hii. Ana whisper kwa masikio yako, anakuambia unaona, you don't qualify to be a Christian. Hauna nguvu kwa sababu unashindwa kuomba. Sasa shetani huwa anangojea wakati huo anakuattack, anakuonyesha ufai. Lakini brethren, know this. Whether you are in Christ, whether unaomba ama huombe, una nguvu. Na ujue una nguvu. Kuna nabii moja alikufa na akawekwa kaburini. Ile maiti yake ikaguza mifupa ya mtu mwingine alikuwa amekufa. Kuiguza tu ile mafupa ikafufuka. Sasa juu huyu nabii alikuwa amekufa ili awekwe kaburini, na mifupa yake ikaguza mtu ambaye amekuwa hakuwa na nyama, alikuwa ni mifupa tupu. Kuguzwa tu ilifufuka. Na wewe hata wakati umejitolea kukaa kwa wokovu na unajua hakika uko wokovu, ukilemewa na maombi, ukisikia uko down, haukuagi umeanguka. Ile kitu unakuaga ni kama kulala, kama vile unaona Kristo kwa ile mashua, kwa ile boti, yeye ndiye alikuwa amelala.
Kwa nini wanafunzi na hao ndio wako na nyama na mwili sana kushinda yeye walikuwa wamejisikia? Kuna hii ni mafunzo kwetu. Kwa nini unaona kama umeanguka kwa sababu ati umeshindwa na maombi? Kushindwa na kuomba siku 2-3 wiki sio kuanguka. Na furthermore, kuna wakati Mwenyezi Mungu atakuwekea shield. Anakuashiria tu upumzike. Anakuashiria tu. Ati leo so tunafanya kazi na hao ndio anaenda off yao inakuwaka ya kesho. Mwenyezi Mungu anakupea off. Una relax hata huna mambo mingi. Una relax tu. Kuna ile worship unasikia unaiweka hata usikii kuimba. Unaangalia mambo tu. Na kuna wakati utasikia tu unasikia tu kulia. Hauombi, unasikia tu kulia. Ikifika wakati huo, jifungie mahali, lia iishe, maana iko na maana. Wakati mwingine unasikia ukiwa na furaha. Nasikia hii. Kuna marafiki zako ambao wanakuendesha vibaya. Unajua watu wanasemaka hauwezi kuishi bila marafiki. Marafiki wazuri ambao wako laini yako ni wale wametoka kwa Mungu. Ukipatwa na shida leo na wewe umeokoka umekaa vizuri, Mwenyezi Mungu atakuletea wale watu mnakuaga na wao kwa wokovu. Mmekaa vizuri kwa wokovu. Hata kama huwajui, utastukia mtu amekuja kwa laini yako, hata humjui, anakuja anakucomfort, anakuja anakusaidia hii, unamuuliza wewe ni nani? Ametumwa na Mungu kwa maana huyo ndiye rafiki wako katika wokovu. Maybe yako umoja hata humjui, maybe yako Amerika hata humjui, maybe yako nchi fulani humjui. Wakati umeingia kwa matatizo, Mwenyezi Mungu anakuletea huyo, maana ndiye rafiki wa kweli. Ukitaka marafiki, uliza Mwenyezi Mungu marafiki wa ukweli ambao wako kwa wokovu, atakupea. Marafiki wengine hawakusaidii. Wengine ni shida. Kuna watu wanaingia kwa nyumba, unapata mtu ameweka kitu kingine, unashindwa sababu ni nini. Brothers and sisters, tukae vizuri kwa wokovu. Na tukikaa vizuri kwa wokovu, hakika Kristo atakuwa nasi, atakuwa upande wetu. God bless you, God bless you. Tukae vizuri kwa wokovu na Kristo atakuwa upande wetu. Nikisema Mungu awabariki, ninamaanisha Mungu awabariki. Maana nimekuwa nikishukua hii video na kamera inakata within 30 minutes. Alafu hiyo 30 minutes inajigawa mara mbili, inaniambia 4GB unapata moja iko na 17, ingine iko na 5 minutes. Na maana ujumbe wa leo ninasikia ukiwa mzito na ninasikia unanishukua. Imenibidi nitumie simu ama kamera niliyokuwa natumia pereni ili niweze kukufikia wewe. My brother, my sister, if you know that umeokoka, Mwenyezi Mungu hakupimi kulingana na maombi. Anapima kulingana na imani iliyoko ndani yako. Shadrach wakiwa na wenzake wao wawili waliingia katika mkutano ya kuabudu ambayo ilisemekana lazima sanamu iabudiwe. Wakasimama katikati. Wakati wanaelezwa ni wakati wa kuinuka, wanainuka. Ni wakati wa kupiga magoti, ndio hiyo. Ilipofika ni wakati wa kuinamia ile kitu, wakakataa. Sio ati walikuwa wameomba ati waende wafanye hivyo. Iliwapata na Mungu akawatetea. Usijipime na mambo ambayo unaona within. Washa imani yako inuke kiwango ya hii. Ukiwa umekula, ukiwa haujakula, wewe umeokoka. Ukiwa una maombi, ukiwa haujaomba, kwanza jua Mungu wako. Na huyu Mungu ninakuelezea mambo yake. Hakujagi kwako ati alafu anaondoka. Anakuaga hapo pamoja na wewe. Hapa niko. Kristo yuko. Kuna Roho Mtakatifu na kuna Mungu Baba in the overall. Ndiye wote wako hapa. Maana Biblia inasema, ni wapi utaenda ujifiche Mwenyezi Mungu? In the whole world hakuna. So, always God is with you. Let your inner conscience be okay before God. Na inner conscience ni gani? Ni kujua hii ni dhambi, sijafanya na sitafanya. Na shetani anakuhubiria kwa mawazo, anakuambia fanya ABCD. Unamwambia sifanyi na sisemi. Hiyo nimekataa. Wakati unajaribiwa na shetani, Mwenyezi Mungu anaona. Na maandiko inasema Mwenyezi Mungu haezi akaruhusu majaribu ambayo yameshida imani yako. So, the moment umekaa namna hii na unasikia kama umelemewa, nilikwambia sex kuwa chini kwa wale ambao wameokoka na wameoana. Ama wewe umeokoka na umekaa vizuri, unasikia hali yako ya sex imerudi chini. Si dhambi umefanya na sio roho ndio iko na shida.
presence ya Mwenyezi Mungu ndio inaingia, inaondoa unnecessary. Kuna wengine ni wa kuangalia pornography. Pornography inaletage unajisi kwa mafikirio yako mpaka unakuwa na hiyo spirit of killing. Kuna wale ambao wengine wafanya masturbation. Nasikia hii, kama unajua kuna laana ambayo inakufuata, hii laana umeombewa, umetoa sacrifice makanisa, umetoa pesa kwa wahubiri wengi, haishi. Huu ni wakati wako wa kupiga magoti, ujiobee na uamini. Maana Biblia inasema ni kugeuka, ni kusimama na kugeuka na kukataa dhambi. Ile dhambi yote ulikuwa unafanya, unaigeukia, unaionyesha nyuma, unaiambia nimekataa. Kisha unabatizwa na maji mingi. Hapo ninasemaga maana ni maandiko, ili tuende sawa sawa. Na hapo bati sitaki kurudi, lakini ujue umekataa dhambi na umezionyesha mgongo, unaenda kwa Mungu. Sasa kuna mambo ingine hautaombewa na mtu, inakubidi wewe mwenyewe uingie katikati na umuombe Mungu. Wakati Danieli alirushwa katika ile shimo, wakati wa kurushwa alikuwa na uoga, lakini wakati alifika chini akaona zimeanza kucheza na yeye, courage ikainuka. Let your faith before God. Iwe hakuna mtu anaibadua. Mwenyezi Mungu anahitaji the faith you have na yeye. Kado na yote. Unajua, sasa zingine utakuwa umeendesha gari ghafla uone accident ndio imefanyika. Na inakuwa ni second moja unaona mambo imeharibika. Wakati huo inaenda kuharibika namna hiyo. Nasema Kristo anakuokoa. Brothers and sisters, Mwenyezi Mungu anakuhitaji katika kazi yake. Na wakati anakuhitaji anajua wewe ni kiumbe dhaifu. He knows very well. He knows. Kuna watu rude by birth. Kuna watu rude, akiongea anaongeaga vibaya, lakini ameokoka. Sasa hii rudeness umejaribu kuiombea haishi. Jiashirie kwa Mungu na uashane naye. Mungu atadili naye. Kaa vizuri kwa faith yako. Mungu atadili na hiyo. Kuna wengine arrogant, loose tongue. Loose tongue, arrogant, abusing. Mtu atakwambia kitu mpaka ukiruhusiwa na Mungu uisikie ni nani ameisema na ameokoka, unasema hallelujah. Brethren, Mungu anawahitaji muende hatua ingine moja. Na maana mmenyamaza kiasi ya kwamba ni kama hamjui sasa muende wapi. Maana wakati ninahubiri mahubiri, ninaelezea watu mnafaa kufanya hii na hii, lazima nikuelezee ufanye hii na suluhisho ndio hii. Suluhisho, kama kuna kitu umeenda kwa wahubiri wote haijaisha na umekuja mpaka kwangu tumeomba na wewe haijatimia, sio kusema Mungu hajasikia. Ile kitu sasa iko ni wewe na Mungu useme siendi. Hana alienda kwa Mungu, mdomo tu ndio ilikuwa inaonekana ikifanya hivi, anajua alikuwa anafanya nini. Sasa Hana huyu, hiyo maombi aliomba yalijibiwa na Mungu na akapewa. Sasa wewe ni wakati wako wa kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Na sisemi usitoe kitu kwa madhabahu, lakini kwanza omba. Issue na pesa. My brother, my sister, shika pesa hivi, weka mbele ya Mwenyezi Mungu na mwambia hili ni fungo lako la 10. Na unajua maandiko inaniambia lazima nitoe. Nitoe wapi? Akuonyeshe. Na usiende na msisimuko, akuonyeshe mahali utaipanda. Maana hii inaleta shida kidogo kwa watu wengi. Maana mtu anaitoa at the wrong place na anangojea majibu. Na second, sio kusema ukitoa fungo la 10, ukitoa sadaka ya kujipendea na nini ati upumzike. No, uko na jukumu. Hiyo ni kama vile unaweza omba. Kutoa fungo la 10 na sacrifice na sadaka ni maombi. Na sio kusema kwa sababu umetoa unyamase. Uende mbele ya Mungu. Na kuna mambo mengine ambayo yanahitaji long time prayers. Long time prayers. Kisha ukipatia mhubiri ombi lako na umwambie mhubiri, nataka tuombe na wewe kuhusu hili jambo, usilale. Maana ukilala mhubiri aombe litimie, na ajue wewe huko unaomba na ameomba limetimia, atakuwa anakuintimidate. Anakuambia
si mimi nilikuombea jambo fulani likatimia, hata kama haya mengine hayajatimia, lazima ufanye hii na hii. Anakuitisha pesa, hutarudisha, kwa sababu wewe ulimpea kazi na wewe hukuikia kwa magoti muombe pamoja na yeye. Na tunasema kushikanisha imani zetu, twende mbele. Na wewe ambaye tumeomba na wewe haujatimiziwa, na umetimiziwa moja lakini lingine bado, press on. Hili moja umetimiziwa ni la kukuonyesha mengine anakuja. Hebu kama hii ya huyu mama ambaye alilipiwa 1.5 na Mwenyezi Mungu. Huwa ananipendeza ndio nikimuuliza umeokoka? Ananiambiaga sasa hapo sidhani kama ninaweza ingia. Lakini anaomba maombi mengine andalia. Na sisemi ati kuomba ni makosa. Na siwaambii mrelax, ile kitu nawaletea hapa. Kuna wakati Mwenyezi Mungu anakupea kupumzika. Kama vile Kristo alikuwa amelala pale kwa boti. Hebu niwaulize, Daudi wakiwa mfalme, si kuna wakati mmoja akawa amelala na huyu jamaa mwingine akaenda mpaka mahali amelala akakata vazi fulani ya nguo yake akaikata na akaenda naye. Kwa nini alikuwa amelala huo usingizi na alikuwa mighty man of God? Kwa nini? Alienda pale akakata vazi la nguo na akaenda naye. Huyu kwa nini huyu alikuwa amepumzika? Kuna wakati kama huo. Huyu ni Elijah na Elisha. Elisha anatembea wakiwa anafuatana. Anaongelesha maji mpaka wanaenda ng'ambo ile nyingine. Wakati tu Elijah alishukuriwa, kuna nguo fulani alirushia Elisha. Kama Mungu anatumia nguvu ambayo iko ndani ya kitambaa, how do you see vile anaweza kukutumia wewe nguvu ndani ya kitambaa? Anaiwekelea Elisha anaiwekelea juu ya maji, kunakuwa na njia. Kama Mungu anatumia hiyo, how do you see this? Mwenyezi Mungu atakutumiaje? Ile kitu iko nataka kuwaletea hii ili nimalize. Kusikia ukiwa down na maombi sio kusema umeanguka. Kusikia uko chini na fasting sio kusema umeanguka. Kusikia umelemewa na hii ya worship sio kusema umeanguka. Imani yako na Mungu ni ipi? Mimi naambianga na ninasemanga kwa mdomo kubwa, imani yangu na Mungu ninajuaga hapo hapa. Na Kristo ananiambia, nyinyi ambayo mnamtafuta na sometimes mnaenda kidogo alafu unaanza kurudi nyuma, tena unakuja kidogo unaanza kurudi nyuma, anakuelezea, anaona vile unayumba. Simama vizuri uone wokovu wa Mungu. Musa akaelezea Waisraeli wakikuwa analia wakisema afadhali Misri tulitoka. Naye Mwenyezi Mungu akaelezea Musa, waambie Wamisri ambao mnawaona leo hamtawaona milele. Simama vizuri uone wokovu wa Mungu. Na brethren, unajua wakati ule umelala unasikianga ukiwa na mawazo mazuri na unaona nguvu za Mwenyezi Mungu zikifanya kazi, unaona mbingu na unaona kila kitu wakati umelala. Asubuhi ikifika masikira inakuondolea, tena unarudi normal. Simama vizuri uone wokovu wa Mungu. Mwenyezi Mungu anasema anataka kufanya kazi na viumbe dhaifu, na wewe ni mmoja wao. Don't count yourself out. Unless ulikuwa umepewa Roho Mtakatifu na ukanyang'anywa. Hawa wengine wote mna qualify. Uwe ni nani, you qualify. You qualify. Nasikia hii. Mwenyezi Mungu akikuletea mtu katika presence yako, maybe ni opposite sex, na kuna kasi gani fulani ya kiroho Mwenyezi Mungu anataka mfanye naye, washeni upendo ambao ni wa Mwenyezi Mungu uwe katikati yenu nyinyi wawili. Ukae ukiwa upendo wa Mwenyezi Mungu, lakini ujiangalie. Sio kusema kwa sababu huyo mtu umepewa na Mungu mhudumu na yeye unajiashiria tu ovyo ovyo. Utashtukia umemguza na mkono na Mungu anataka mhudumu naye. Maana hii ni kitu nimeona, unasikia wanaume wawili wamepewa mama mmoja, na si wa hiyo ni boma. Mwenyezi Mungu anakuambia nataka mfanye mkiwa timu hivi, mko wale. Huyu ni bibi ya huyu, yule ni bibi wa wale, hata hawako hapo. Nyinyi ambao mmepewa hawa, msiwe ruhusa kiwango ya kuona upendo kati yenu muitumie vibaya. Maana Mwenyezi Mungu anaweza kutumia njia ina hiyo. Kuwa na limit ya mambo. Kama ni matembezi, kama ni kukaribiana, mweke distance. Maana Mwenyezi Mungu anataka mhudumu pamoja. Unataka kuniambia wakati Kristo anakuja ili aje asulubiwe, kuna mama moja na alikuwa malaya.
alikuja akamumwagilia mafuta kwa miguu. Fikiria habari ya mafuta kwa miguu, manukato, na alafu huyu mama kuinama hivi na kuweka nywele yake anaanza kuguza Yesu naye miguu. Si Yesu alikuwa na mwili? Unafikiri ilikuwa ni nini kati yao wawili? Yesu alikuwa na mwili na hakufanya dhambi. Lakini akaulizwa mpaka na mitume, kwa nini huyu anakufanyia hivi na haumjui? Huyu unajua ni nani huyu? Kristo akasema ananitayarisha. Sasa unataka kuniambia wale mitume wakati walikuwa wanauliza hiyo swali kwa Kristo, juu hao walikuwa hapo mbeleni wakiwa wamekaa hawajaokoka, unafikiri walikuwa wanaona na ango ile Yesu Kristo alikuwa anawajibu? Walikuwa naona na kimwili. Maraya huyu ananimwagilia manukato kwa miguu alafu anakupapasa. Waliangalia kwa muda wakaona Kristo habadiliki, mpaka wakamuuliza, kwa nini unamruhusu? Unafikiri mafikirio yao ilikuwaje? Haikuwa mazuri. Juu alikuwa na mwili na wanadamu, na hapo mbeleni walikuwa wanaishi maisha mengine. Washa kusubuka na hiyo. Ukipewa mtu mhudumu na yeye ni opposite sex, weka protocol. God bless you. Na Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Na anasema anawahitaji nyinyi ambao mmeinuka. Mmefika kiwango mmeanza kuona ni kama mlikosea. Hamjakosea. Mlikuwa mmeenda sawa. Mmeanza kurudi chini maana mmesikia injili kutoka tofauti. Nasikia hii. Kuna mhubiri anaitwa TB Joshua. Amekufa hapa juzi. Wahubiri wote duniani wanasema, wengi wanasema alikuwa shetani. Who knows? Shetani alienda mbele ya Mwenyezi Mungu akamwambia Mungu, Musa hakuwa wako. Mwenyezi Mungu akamwambia lete balance. Tuweke. Wakati nilikuwa ninasema nimeokoka na nilikuwa ninaonekana nikifanya tabia mbaya na wasichana mpaka mahali nilihesabu wale ambao maisha nimekaa kabla sijakaa vizuri. Hawa watu walikuwa wananiona wakinihukumu, na leo itakuwa ni kweli. Washa kunyoshea huyu ambaye amekufa kidole ukisema hakuwa Mungu. Na wewe kama unaona mhubiri wako amekaa vizuri ndio anafaa mbele, washa kufundishwa kutorespect wale wahubiri wengine wanahubiri injili. Mwenyezi Mungu anasema taji zetu zitakuwa zinang'aa kwa sababu ya ile kazi tumefanya hapa duniani. Na ile kazi ni ya kuleta watu wengi kwa wokovu. Sasa unafikiri ni watu wangapi wameletwa kwa wokovu na TB Joshua? Wewe unapanua mdomo tu na unahubiri injili mzuri sana kanisani, alafu wakati waota kwa ya kuokoka hauiti watu waokoke. Wewe unapatia mhubiri mwingine unamwambia uite otako. Hiyo hata kwa ya kuokoka wale wameokoka mikononi mwa huyo umewashia. Kaunti inaenda kwa huyo umewashia. Sio wewe na hata kama unahubiri injili gani. Why do I speak this? Ninaongea hii maneno kwa sababu I don't know the reason why people wanaanza kuinuka kwa sababu ya TB Joshua wakisema sijui alikuwa anaabudu shetani sijui nini. Huyu mtu unafikiri ameleta watu wangapi kwa wokovu wa Mungu, kwa Kristo? Na hiyo ndio kazi. Alafu wewe unamnyoshea kidole na hauleti watu kwa wokovu. Who are you? Unaona ninaangalia kwa YouTube comments, watu wanaongea wanasema, sasa wewe unajipendekeza tu. Mimi sijipendekezi. Ninaambia watu waashane na dhambi, wao watakatifu, tuingie mbinguni. Leo hii nakwambia imani ulionayo ndani ya Kristo inahitajika. Na kulala, kusikia umezinzia kidogo, sio kuanguka. Brethren, nyinyi ambaye mmeinuka kiwango alafu mmeona ni kama hamwendi sawa sawa. Mlikuwa mnaenda sawa sawa. Sasa hii ingine ya kudanganya ati ni kama sio hivyo. Kwa nini niliongea? Kwa nini nilisema? Kwa nini niliongea na huyu? Kwa nini nilimpea promise? Na kuomba maombi kabla haijajibiwa unaona ni kama haufai. Kristo anajua hivyo na anarudisha maombi. Anakujibu. Na kutojibiwa maombi kwa wakati ule unataka sio kusema umeanguka, sio kusema Mungu hasikii maombi yako. Anayasikia, anampatia muda. Halo, wakati nilikuwa naelezewa na Kristo nikiwa hata last year alikuwa ananiambia, "Dungu, si ushukue Biblia ukule na ukunywe." Ananiambia weka Biblia hapa ukule na ukunywe. Miaka yangu yote tangu nikiwa 18 sijui maana hiyo. Hapa last year wakati ana Kristo ananiambia usitoke kwa nyumba, hubiri injili. Sitaki mchezo. Dungu, ni wakati wako nikutumie. Na nimepita season karibu 3. Hiyo ni 30 years wasting my time. Chukua Biblia ukule na ukunywe.
wakati unapanda kwangu, wakati unapanda kwa hii platform, hupotezi. Na sikwambii namna hiyo juu ya mambo mingi. Nawaambiaka omba kabla hujatoa. Na mahali utaomba uonyeshwe na Mungu. Ukitoa lazima kuwe na baraka. Iwe ni kanisa gani, itakuwa na baraka. Point of interest. Yule ambaye alikukosea na unasikia hujawahi msamehe, ama alikunyang'anya pesa na utakagi mambo yake maana alikunyang'anya, mtafute tu muongee hata kama hakulipi, ili uqualify the next step. Kristo anasema anataka watu wa kutembea na wao, na anajua sisi zote ni wanadhambi. We are weak. But the fact remains, Kristo yuko hapo na wewe. Hata saa hii tunaongea, ako hapo. Hata saa hizo umelala, hata saa hiyo kitu umefanya. Unajua kuna kitu mzuri, baya umefanya na unasema Mungu, kwa nini nimetenda hii? Anajua. Vipi dhaifu. Kama hujafanya dhambi ya kifo, inuka twende safari. Na kuna hii kitu imetokea ni siku hizi. Mwenyezi Mungu anaangalia wale wamekaa kwa utakatifu vizuri, anaona kabla hawajaharibiwa, ngoja nijiondolee. Kuna vifo mingi zinatokea kati ya watu watakatifu. Na sio kwamba ati ni dhambi wamefanya. Mungu anamwangalia hivi, anaona ngoja nijichukulie huyu kabla hajaharibika. I don't know why God have decided to do that. But for me, nataka kuhudumu kiasi. Ninasikia sijafanya kitu. Nimekaa miaka 50 nikifanya biashara zangu hapa na pale bila kusikia sauti ya Mungu. Saa hii amenipea kibali. Sitaki kwenda haraka. Nataka kuifanya. Maana iko na raha. Wakati ninaambiwa na Mungu, enda ufanye hii na hii na hii na hii. Ona hii. Kuna dada moja amenitumia shilingi 10,000. Ilikuwa ni mingi kushinda 10,000. Lakini akaniambia hii 10,000 nataka uishukue, uende usaidie maskini naye. Sasa nilishukua hiyo 10,000. Nikajua sitapeleka pesa mahali, nitanunua chakula. Nilipo nunua hizo chakula ilikuja kitu 9,000. Tuseme katika zile 10,000 alikuwa amenipea, niliongeza kama sababu shilingi 3,000 ikawa kitu 13,000. Nikafanya hiyo huduma. Nikapeleka zingine kwa mama moja alikuwa ameenda hospitali, akaandikiwa dawa na daktari, akawa pesa yake haitoshi. Nikamuongeza 3,000. Hizi zingine nikaongeza zikarudi 10,000. Nikanunua chakula nikapeleka children's home fulani sehemu fulani tu hapa Kenya. Baada ya hiyo kupeleka tu hiyo jioni, in fact nilifika hapo kitu saa 9 ama saa 8:30. Na nikatoa hiyo chakula nikapatiana kwa children's home fulani. Niliporudi nyumbani, kuna mtu alinitumia 75,000. Akaniambia hiyo ni fungu langu la 10. Na maana mahali nilikuwa nimewekelea simu, bibi ndiye alikuwa karibu na simu. Sasa message ilipoingia nikamwambia niangalie. Akaniambia kuna mtu amekuwekea 75,000 hapa. Na anaandika message hapa anasema ni tithe. Do you know? Wewe ambaye umebarikiwa na unatoa fungu la 10, umebarikiwa. Tu. Mwenye kunipea 75,000 nilipiga simu na nikamshukuru, nikamwambia Mungu ambariki. Lakini angalia hili. Hizi pesa nilikuwa nimetumiwa na huyu mama sikiwa 10,000. Nilikaa nazo kama wiki mbili kabla sijapata nafasi ya kwenda kupeleka hiyo chakula. The same day nilipeleka, ndio yule naye alibarikiwa na Mwenyezi Mungu. Akawa kasi yake imebarikiwa, kasi ya mikono. Amepewa hizo pesa, akaona na yeye atoe fungu la 10. Na Biblia inasema wakati unafanya yale ambayo umeagizwa na Mwenyezi Mungu, na sana inakuwa ni pesa, naye wakati wa shida atakuokoa. Tusiulize maswali mingi wakati Mwenyezi Mungu anakuambia si mhubiri wako ni fulani, enda ushukue fungu la 10 upeleke kwake. Hata kama ni kanisa gani, hata kama ni gani, peleka. Maana yeye ndiye anajua. Na kuna wengine Mungu amewapea jukumu kama hili. Kuna wakati Mwenyezi Mungu alikuwa ananiambia nipeleke shilingi 20 kwa mama mwingine disabled. Haikuwa raha yangu, jua alikuwa haina furaha.
Most of the time Mungu anakuambia ufanye mambo ambayo anakuagiza afanye. Sometimes moyo wako hutaki, lakini tii tu. Akikuelezea hiyo pesa chukua upelekee mtu fulani, na unaona humpendi ama hamuelewani, you just obey na utaona mema ya Mungu. Mimi nilikuwa naelewa, chukua Biblia ukule na ukunywe. Sikuwa ninaona maana yake. Paka ninaingia kwa petrol station, mtu mwingine ananiandikia message ananiambia, "Hebu nikutumie pesa kidogo hapa uweke mafuta." Sasa hiyo imewekwa 1000, imejaa. Kabla sijaenda kulipa, yeye ananiambia, "Lipa mafuta na hiyo pesa." Anaonaje? Na niko kwa petrol station, nimeweka mafuta ya 1000 kwa tank. Naye huyo ananitumia kama message ananiambia, "Siweke hiyo pesa mafuta." Nikimjaribu, nikirudi nyuma nimpigie simu, tuongee na yeye nijue ni nini ameona. Ananiambia nimehimizwa tu na Mungu. Tutii. Na especially kwa utajiri. Sometimes pesa inahusika. Na ninakwambia kabla hujafinya kitu nitumie, omba Mungu akwambie kama ni sawa. Akikwambia nitumie, be okay and you'll be blessed. Juu ninaona mambo ambayo Mwenyezi Mungu anafanya. Ninayaona. God bless you. Na kwa wewe ambaye umeomba na maombi haijajibiwa, tumeomba na wewe haijajibiwa, chukua jukumu ya imani. Ujue hivyo tumeomba itatendeka. Itatendeka. Hata kama itachukua muda gani. I know. Maana hakuna vile tutakaa kwa utakatifu alafu tunaenda mbele ya Mwenyezi Mungu anatunyima akinyima shetani. Na ujue ni haki yako kuongeleshwa na Mungu. Ni haki yako kuongeleshwa na Mungu. Niulize kwa nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu huwa anapea attention wakati shetani anakuja huko nyuma na anaongea na yeye? Kama shetani amehukumiwa moto na anaenda mbele ya presence ya Mwenyezi Mungu Mungu anamuongelesha, wewe na hujahukumiwa, kwa nini unaona haufai kuongeleshwa na Mungu? You have that right. Mbele ya Mwenyezi Mungu kuongeleshwa na yeye. Na si lazima na sio command. You have the right kusimama na kuuliza Mungu swali, anakujibu. No matter how. No matter how you are. Hello, mpaka watu wajao hajaokoka ninaona wakinelewa na Mungu. You have the right. Uliza Mungu swali na umwambie siendi unijibu. Na anaongelesha. Sasa hebu nikuulize wewe, juu unajidharau. Wakati Mwenyezi Mungu alikuja katika pale shamba lile la pale, akauliza Adamu uko wapi? Kwa nini Mungu alikuwa anakuja kuwaongelesha na alijua tu wamefanya nini? Akamwambia nimejificha huku, niliambiwa na mama nifanye ABCD. Aliwaadress Kaini and Abel. Niambie kwa nini Mwenyezi Mungu God knew Abel already amekufa. Na Mwenyezi Mungu akadecide tu kuongea. Unajua sio kukuja. Alikuwa hapo. Hata wakati anaua. Hata wakati Kaini anaua ndugu yake, Mungu anaona tu. Lakini akadecide kuwaongelesha, akauliza, "We, Kaini na Abel mko wapi? Mko wapi Kaini? Kaini uko wapi?" Kaini akamwambia, "Niko hapa." "Where is your brother?" Kwa nini Mwenyezi Mungu anaongelesha Kaini na Kaini hakuwa mtu mzuri? Kwa sababu Mungu anapenda kuongea na sisi. Wewe ambaye hata huyu wewe ambaye umechukua kisu umeua mtu. Na unasikia huko mwisho na ulifanya hiyo na ni dhambi. Ukiongelesha Mungu atakunenea. Na atakwambia hukumu yako ulifanya ABCD. Na kuna wengine watasamehewa. Uko na right ya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata kama wewe ni mwanadhambi namna gani. Kama Kaini aliongeleshwa na Mungu na aliua ndugu yake Abel, kwa nini Mungu anamuongelesha? Mungu angedecide wewe umefanya makosa, si kuongeleshi. Serious. Wale watu ambao walihukumu Kristo pale kwa msalaba, kuna askari kadhaa ambaye aliangalia ile mambo imetendeka hivi hapo area hiyo, akasema hakika na huyu alikuwa mwana wa Mwenyezi Mungu hakika. Nani aliingia kwa dhamira ya huyo soja? Huyu alikuwa. Nani aliingia ndani ya huyo mtu? Ni Mungu. Uko na right ya kunenewa na Mungu no matter how. Mwizi akina Rasta na Anogo hapa wanaenda kushikana hivi wakati wanaenda kuiba, anasema Mungu tusaidie. Kwa nini Mungu anawasaidia? Wanaenda wanaiba na haonekani. You have right kuongea mbele ya Mwenyezi Mungu. Enda na ujasiri na uambie Mungu, sitoki na mimi ni mwanadamu, niongeleshe uniambie vile nitafanya. Hata kuongelesha. Maana wewe na sio wewe maybe hata hujaua kama Kaini. Na Mungu anaongea na Kaini. Mimi napenda style ya Mungu ya kufanya. Huyu ni Abraham na bibi yake
Bibi anaona mimi siwezi pata mtoto, joto ilienda. Anamuita msichana wa kazi. Unajua walikuwa wameongea kabla hajaletea mzee. Si wewe ukubali huyu mtusaye hii. Ni kitu ilikuwa imeongewa na bibi ya Abraham hapo kwa kitchen mpaka wakaelewana. Ili aletee Abraham huyu msichana. Haikuwa siku ya kwanza ati ni hiyo alimlete. Walikuwa wameongea, wewe si ukubali huyu jamaa wangu ni mzuri. Tufanye ABCD. Mpaka msichana wa kazi akakubali. Na alipoletwa Kaini ndiye Abraham ndiye huyu. Wakaingia, kuna kitu tunataka tuongee na wewe Abraham. Msichana akiwa pale. Nini? Wewe Abraham, hii kasichana ninaona kakiwa kazuri. Ningependa ushukue ujitengeneze. Tuzae na yeye. Msichana hakukataa juu alikuwa ameongea na mama. Kisha ni cabinet ilikuwa imemalizika. Na akakubali. Sasa hii kitu mama alielezea Abraham afanye ilikuwa hole. Haikuwa hole. Naye Musa, Abraham akauliza Mungu. Sasa mama ameniambia ABCD. Unaonaje Mungu? Mungu akamwambia shukua. Mungu alimwambia ashukue ikiwa dhambi ama ikiwa kitu mzuri. Hapo sielewi. Lakini kulingana na mimi, hiyo si kitu mzuri ilikuwa inaendelea hapo. Abraham akashukua, akajitengeneza na mtoto akazaliwa. Kwa nini Mungu alidecide kuambia Abraham ashukue? Na angemwambia usishukue, si mzuri. Hiyo ni dhambi. Lakini Mungu alimwambia fanya vile umeambiwa na bibi. Na baada ya muda huyu bibi alizaa na akaona watoto wa yule mtoto wa msichana wa kasi na mtoto wake wakicheza, akajua hapana, nitafukuza saa hii. Si alimuita. Akaenda tena kwa Abraham akamwambia sasa ni wakati wa wewe Abraham kufukuza huyu msichana. Sasa lazima haya si ni wewe uliniletea. Tena imekuwa aje? Uzuri wa Abraham lazima angeenda mbele ya Mungu. Akaenda mbele ya Mungu akamuuliza, Mungu unaona hata? Unaonaje hapa? Mungu akamwambia vile umeambiwa na bibi, wewe fanya. Halo. Sielewi mawazo ya Mungu. Na maana ni makuu na zaidi. Ndio hatuelewi. Ukifikiri hiyo kasi ilikuwa inafanyika hapo katikati ya Abraham na Mungu na bibi na msichana wa kasi, ilikuwa holi. Lakini Mungu wakati wote ananena, naambia Abraham fanya hivyo. Paka wakati Daudi ameua, ameshukua ameenda. Paka Mungu anatuma nabii. Enda kwa Daudi umwambie. Na kwanza umpe hii proverb. Mtu mmoja alikuwa na buzi, kamoja kanono, ABCD. Prophecy ikaendelea. Anasema nikemuua, akaelezewa ni wewe. Sio ulishukua msichana tu, bibi mmoja tu wa askari. Na uko na wengi ukeshukua the whole country wasichana ni wako. Ukadecide kushukua huyu. Wewe ndiye huyo. Mungu anapenda kunena na watu wenye dhambi sana. You have right. Hata vile unasikia mambo imekulemea, hata vile unasikia haufai, you have right. Ona hii. Mama moja juzi hapa amenipigia simu akaniambia mimi sina makaratasi. Na ninataka kwenda nchi fulani kupewa makaratasi hii. Na ile njia ninataka tupitie ni njia panya route. Twende mpaka hiyo nchi, alafu ili nipewe makaratasi. Akaniambia si niombee. Nikauliza Mungu, sasa juu wanapitia panya route. Ili waende wakaliniwi hii makaratasi anataka. Na hii panya route ni dhambi. Unaonaje Mungu, ni muombeaje? Muombee aende na arudi. Sasa nikauliza Mungu, si hii ni panya route wanaenda kutumia na huyu mtu mwingine. Kapanya route ni kama vile tunasikiaka kuna njia unapita panya route ili uingie Uganda ama Tanzania. Panya route. Sasa huyu ananiambia niombee nipite hizi panya route na nisishikwe. Ni nchi fulani kutoka nchi moja kwenda nyingine. Sijui alikuwa anatoka wapi anaenda Paris. Nikamuombea. Nikauliza Mungu, hapa ni kweli? Mungu akaninyamazia. Na huyu naye hapa kwa simu hapa haniashi. Siombe twende. Nikamuombea na nikambariki nikasema enendeni. Hiyo panya route hiyo si Mungu. Na alienda na wakarudi. Jana ndio alikuwa ananiambia ninapiga simu kukushukuru maana nilienda panya route na ile barua ikaenda ikapita na nikapewa muhuri kila kitu. Sasa kama Mungu anabariki watu ambao wanapitia panya route, unaonaje? Mwenye dhambi qualify kuongeleshwa na Mungu. Je, wewe umeokoka? Mungu anakuhitaji.
God bless. Tunaenda biguni. Twendeni biguni. Mimi ninaenda. Na hii kazi ya kuhudumia Mwenyezi Mungu ni tamu sana. Do you know, hapa juzi nikawa na shida ya pesa fulani. Tulikuwa tumeenda safari mahali, pesa yangu ikawa kidogo. Nilikuwa na upungufu na shilingi 1000. Sasa most of the time huwa ninapenda nikirudishiwa change ni ya usi, ninaweka kwa mfuko yangu ya shati. Maana saa zingine utaenda wakati unaendesha gari, mmesimama mahali, mtu anakuja ananiambia, "Wewe mhubiri sijui anajua kaje mimi nimemhubiri." Mhubiri, si ununulie chai. Sasa huwa ninarudi kwa mfuko, ninaangalia ile pesa kidogo kama ni 100 ninampea. Sasa nilikuwa na upungufu ya shilingi 1000 katika pesa zangu, na sikuwa ninataka nisimame mahali ati tuingie benki ama nitafute kwa M-Pesa. Sasa wakati niliweka kwa mfuko hivi nikapata kuna 1000 note. Nikashindwa imeingiana na hizi pesa zangu aje hapa noti ya 1000. Nikawa nauliza Mungu, hii imetoka wapi? Simple mathematics. Yeye ndiye ameniwekea. Ametoa wapi? Si yeye anajua. Wakati tuko ni wa kuishi by faith. Ukiona unalemewa na kununua unga, ukiona unalemewa na kulipa nyumba, hebu kanyaga hatua moja mbele uone Mungu akikupea pesa, ataziwekelea kwa meza, hutaamini. Na nimewaombea katika jina la Yesu Kristo, nyinyi ambao mmeshindwa kulipa nyumba miezi, nyinyi ambao mmelemewa katika hili mambo, wengine mmeshindwa kulipa manyumba zenu, bills zenu, mko na madeni mingi ambao mmeshindwa kulipa, Mwenyezi Mungu alipie unconditionally ili muone mkono wa Mungu. Na nyinyi mkilipiwa muamue kufuata Kristo sawa sawa. Mwenyezi Mungu alipe bills zenu katika jina la Yesu Kristo. Hatuhubiri injili ambayo imekufa. No, katika jina la Yesu Kristo ambaye ninawaashiria kwenu, ako uhai na ako hapa pamoja na mimi, na ako hapo huko. Mwenyezi Mungu hakuna mahali anaenda, analipa bill zako katika jina la Yesu. Na ukilipiwa bill, toa ushuhuda. Niliwaita wakati mwingine hapa nikawaambia, ni nani anaungana na sisi tulete injili ya ukweli duniani? Mumeinuka kiwango halafu all of a sudden mumemwagiliwa maji na shetani. Ati juu mnashindwa kuomba. Ati juu tulielezana tuombe wiki moja halafu nimejipata nimefanya hii. Hapana, inuka tena. Kama hiyo dhambi umetenda si ya kifo, inuka tena, twende safari. Kristo anasema anatuhitaji sisi. Analete revival, analete mambo mpya kupitia nyinyi. No matter how you live. Abraham aliletewa huyu msichana wakazaa na yeye. Unataka kuniambia walifanya kazi nzuri? Si ni dhambi? Alafu akaambia ufukuza. Alikuwa na right ya kusema sifukuzi, nitampea shamba upande wa chini. Anasikia sauti ya mama na akiomba Mungu anaelezewa fanya hivyo. Na wewe ambaye unajua umelemewa na unajua shetani anakukanyagia akisema huendi, sema ninaenda katika imani katika jina la Yesu. Na ashiria kibali katika jina la Yesu Kristo kwa maisha yako. Wewe ambaye umelemewa na wewe Kristo anataka utembee na wewe, umezinzia, umelala kwa boat, inuka katika jina la Yesu Kristo. Na ujue Yesu yumo ndani yako na anataka kukutumia. No matter how, in Jesus' mighty name. I bless you and I cover you in the blood of Jesus. Fire of the power of the name of Jesus. In Jesus' name. Inner zeal, inner power, inner faith. In Jesus' name. Kwako katika jina la Yesu. God bless you. God bless you. God bless you. Evangelist Martin Ndomo. Yesu ni Mwokozi. 0721 735 498. Safaricom. God bless you. Telecom ambayo ninatumia na WhatsApp 0774 297 055. WhatsApp number. Call, I'm free and I'm okay. Ukisikia sijasikia simu yako, ukute kuna ingine, piga. Sijafika hiyo kiwango ya kusema sishukui simu, maana ninapewa nafasi. Naelezewa na Mungu, kaa indoor, simu yote ikikuja ushukue. Na ngojea. Na mbarikiwe. Na muache kulala. Mumeinuka kiwango alafu mumelala mara moja, sijui mumeona nini. Unajua ni nini?
Ni hizi mahubiri mnahusika kwa huyu na huyu na huyu. Alafu unaanza kuhubiriwa na shetani ati si huyu alinielezea hii haikutimia. Hata huyu akinielezea haitimii. Mungu anataka hii ni wakati mwingine kwako. Washa kulala ukisema ati huyu alikufanyia ABCD. Twende mbele na Yesu. God bless you. God bless you. God bless you in Jesus name. Evangelist Martin Ndungu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Injili iendelee. Shalom and God bless you in Jesus mighty name.